Sasa leo tutakaposimame katika misingi hii mitatu juu ya jambo hili ambalo limekuwa likikithiri katika wakati huu mpaka wakadhani wenye kulifanya kuwa wamefanya jambo muhimu sana la dini, na pingine wakawaona wale ambao hawakubali katika hilo na wanawapinga, au wale ambao hawafanyi kama wanavyofanya wao, ni watu walioingia katika upotevu, watu waliopotoka, ni mamluki wanaolipwa kwa ajili ya kuharibu Uislamu. Kwa nini wanapinga hili na lile? Hawa ni watu wabaya, hawampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi Mtume anaadhimishwa, wao hawataki, hawakubali? Hizi ndio kazi za Mayahudi na lugha nyingi mbaya mbaya zinazotolewa na watetezi wa mambo haya. Na mara nyingine wakatoa hoja kupitia Al-Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba Qur'an iko upande wao au sunna iko upande wao. Na miongoni mwa aya wanazozitumia ni aya ambayo nimetangulia kuisoma katika suratu Yunus, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie watu, awaambie Waislamu, waumini, sema ewe Muhammad, kwa sababu ya fadhila za Allah na rehma zake, kwa hilo au kwa hayo basi wao wafurahi, na hivyo kufanya hivyo ndio bora zaidi kuliko vile wanavyokusanya. Wakawaambia watu, ona hapa rahma ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu imetafsiriwa sehemu nyingine kwenye Qur'an, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Kwa rahma ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe husema ana rahmatun muhda, mimi ni rahma iliyotolewa zawadi. Kwa hiyo vipi mnakataa kusherekewa rahma? Sisi tunawaambia hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaifundisha, akawafundisha watu wake, na alihakikisha kwamba haondoki isipokuwa anawafundisha namna ya kufanyia kazi kila wanachokisoma kutoka kwake. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, mmoja katika maqurra wakubwa wa Qur'an, katika wanafunzi wa Uthman bin Affan radiyallahu anhu, bali katika wanafunzi wa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, anatuambia maneno haya: hadathana alladhina kanu yuqri'unana alquran, wametusimulia sisi wale watu ambao walikuwa wanatusomesha sisi alquran, Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghayruhuma radiyallahu anhum. hao ndio wametusimulia sisi annahum kanu idha ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 10 ayat, kwamba wao walikuwa wanapojifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aya 10, lam yatajawazuha hatta yataallamu ma fiha min al-amal, hawazivuki aya 10 hizo mpaka wajifunze yaliyomo katika aya hizo katika amali, kwamba aya hii yafanyiwa kazi vipi, aya hii yafanyiwa kazi vipi. Hawavuki aya 10 hizo mpaka wajifundishe namna ya kuzifanyia kazi. Anasema Abu Abdurrahman As-Sulami, fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'an, sisi tukajifundisha Qur'an na ilmu na matendo kwa pamoja. Tusoma Qur'ani na ilmu zilizomo ndani ya hii Qur'ani na namna ya kufanyia kazi hayo yaliyomo ndani ya Qur'an, maelekezo yaliyotolewa kutoka kwenye Qur'an. Kama ikiwa habari ndiyo hiyo, je, walipofika katika aya hii qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, walifanya kazi vipi?
amri ya kufurahi tayari imewajia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wafurahikia fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, walifurahika vipi? Hili ni swali muhimu sana na lazima lijibiwe. Tujue, je, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha kuamba ngoma kisha watoke nazo barabarani wapite kwenye mitaa wakipiga ngoma wakiimba na kucheza kila inapofika mwezi fulani, kwa sababu ndiyo maana fabidhalika falyafrahu, ndiyo maana yake? Kama si hivyo, nyinyi mmetoa wapi habari hii? Mlitoa wapi habari hii katika Uislamu? Au mtaka kutuambia ya kwamba mahaba yenu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yamekuwa makubwa zaidi kuwashinda wale? Wallahi wa billahi wa tallah, hakuna kizazi chochote kilichokuwa ashaddu mahabbatan lilnabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam min as-sahaba wala min at-tabi'in wala min atba'i at-tabi'in ahli al-qurun al-mufaddal. Hakuna kizazi chochote kilichokuwa na mapenzi na mahaba makubwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuliko masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, bali kuliko kuwashinda at-tabi'un. Hakuna kizazi kinachowashinda wanafunzi wa masahaba wala waliokuja baada yao, kizazi kilichofuatia baada yao, na hayo hawakuyafanya. Usiseme kwamba kwani kutokufanya ndiyo ni msingi madhubuti katika dini. Asili ya kuharibika dini nyingi walizokuja nazo manabii baada ya kuondoka wao wenyewe ni watu kuzua na kuongeza katika dini mambo ambayo mitume wao hakuwafundisha. Mitume hawakufundisha habari hizo, lakini wao kwa uhodari wao na kwa matakwa yao waliingiza mambo, dini ikaharibika na sheria ya Allah ikavurugika. Akaletwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume wa mwisho, na risala yake iwe ndiyo masahihisho ya risala zote, na kitabu chake Al-Qur'an alichopewa kitawale vitabu vyote na kisahihisha mafunzo yote, na yoyote anayetaka kutoka nje ya mstari anarudishwa kwenye mstari bilkitabi was sunnah. fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Kwa hivyo utabakia Uislamu nadhifan naqiya, hali ya kuwa ni msafi. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Kujengea juu ya msingi wa maneno niliyotanguliza katika khutba ya kwanza yaliyotolewa na mmoja katika wanafunzi wa masahaba, Abu Abdurrahman As-Sulami, nafuatishia maneno ya mwanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, imamu al-muslimin fi dunya fi waqtihi, imamu wa Waislamu hapa duniani katika wakati wake, imamu dari al-hijra, mwanachuoni mkubwa wa Madina, al-imamu Malik bin Anas Abu Abdullah al-Asbahi rahimahullahu ta'ala. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان شديدا على المبتدعة، kama inafahamika katika sira yake na mwenendo wake, alikuwa ni mtu mkali dhidi ya wazushi na uzushi wao. Kuna matukio mengi na maneno mengi yananasibishwa na yeye akikemea mambo ya uzushi. Miongoni mwa mambo hayo ni maneno yaliyopokewa na mmoja katika watu wa madrasa yake, al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah maarufu kwa Ibn al-Majishuni At-Taymi rahimahullahu ta'ala, akipokea kutoka kwa al-Imam Malik kwa riwaya yake kwamba al-Imam
rahimahullahu ta'ala anasema man ibtada'a fil islami bid'atan faraaha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, yoyote atakayezusha katika huu Uislamu uzushi wa aina yoyote kisha akauona ni mzuri wafaa, huyu moja kwa moja atakuwa ameshadai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika ujumbe aliofikisha. Katika ujumbe aliopewa kuna mambo ameyaficha ficha, hakuyaweka wazi. Lianna Allah ta'ala yaqul, kwa sababu Allah hali ya kuwa ametukuka anasema. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yako wazi katika suratul Maida, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hivi leo nimewakamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimezitimiza kwenu nyinyi neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeuridhia kwenu Uislamu uwe ndio dini. Anasema fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu liyawma dina, lile ambalo siku hiyo na wakati huo halikuwa dini haliwezi kuwa dini leo. Lile ambalo halikuwa ibada katika wakati huo haliwezi kufanywa kuwa ni ibada leo. Usizungumze mambo ya magari, ndege, kompyuta, tunazungumza ibada, dini. Lolote ambalo halikuwa dini kwa wakati huo haliwezi kuwa dini hii leo. Watu wakakaa bunge wakashauriana, wakaona si mwanachuoni fulani kaona akafikiria wakaweka. La, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina, lile ambalo wakati huo halikuwa dini haliwezi kuwa dini hii leo. Dini itabaki vile vile, na yale atakayozuliwa yatajichuja, itaonekana wazi kabisa. Kwa miongoni mwa mambo ambayo hayakuweko kwa kukiri jullu min al-ulama al-muslimin wanakiri kwamba katika mambo hayakuwepo ni mambo haya ya watu kufanya al-ihtifal bil mawalid fi hadha al-mawsim. Anasema al-Imam as-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, mwana wa chuoni katika karne ya 10, ana maneno yasikilizeni. Anasema aslu amali al-mawlid لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعدها بالمقاصد الحسنة. الإمام السخاوي رحمه الله تعالى أكبنكو الإمام ملا علي القاري كتب كتاب المورد الروي في المولد النبوي. أنا سمع maneno haya ukurasa wa 12. Aslu amali al-maulid al-sharif, asili ya vitendo vya kuyasoma au kufanya maulid al-sharif, yani kusherehekea mazazi matukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asili ya amali hii lam yunqal an ahad min as-salaf as-salih, amali hii haijawahi kunukuliwa, haijawahi kupokewa kutoka kwa yoyote katika wale wema waliotangulia, fil quruni thalathati alfadila, katika zile karne tatu zilizobora. Wa inma hadatha ba'daha bil maqasid alhasana, hakika jambo hilo limezuka baada hizo karne tatu hizo, lakini kwa makusudio mazuri. Watu walikuwa na nia nzuri, wakaona kwa nini tusifanye hivi? Wenzetu wa Kristo ikifika tarehe 25 wanafanya kuna Christmas, wamsherehekea Masihi Isa. Sasa sisi inakuwaje? Kwa nini sisi hatusherekei na mtume wetu sisi ni bora? Kwa nini tusiliweke jambo hili? Kwa makusudio mazuri tu wakaweka jambo hili, lakini mahali shahid lam yunqal an ahad min as-salaf as-salih. Ndio ukimsikia leo kwamba maulidi yalisoma wakati wa mtume bwana, ujue huyo ana kichaa, huyo ana wazimu, huyo ni jahili, huyo hajui kitu. Maswahaba wenyewe bwana walisoma maulidi bwana, ujue huyo ana wazimu, huyo hayuko sawa, huyo anawasingizia maswahaba mambo ambayo hawakuyafanya. Maulidi kayasoma mtume mwenyewe bwana, muongo. lam yunqal an ahad min as-salaf as-salih fi al-qurun ath-thalathati al-fadila,
wa inma hadatha ba'daha, ni mambo yamezuka baada yake, baada ya karne 3 bora. Kwa maana kwamba maswahaba kizazi chao chote hakikujua kitu kinachoitwa kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndivyo hivyo, hutapata katika tarjama yoyote miongoni mwa tarajumi za maswahaba maelezo kuhusu masala ya ihtifalu bi yaumi wiladati nabii sallallahu alaihi wasallam, hutapata, wala kutoka kwa at-tabi'in wala katika atba'u at-tabi'in. Ni maneno ya kuungaunga, ni jambo halikuweko. Sasa useme sasa kama alikuweko wakati ule, ina maana kwamba ndio sasa ndio haifai sasa, basi tusipande magari bwana. Wewe una wazimu, wewe huelewi. Sasa hapa hakuna jambo la twalinda dini. Dini za wenzetu huko zimepotoshwa na watu wajanja. Mikono ya kina Paulo imeharibu mafunzo. Katika Uislamu hakuna upaulo. Ukiweka jambo usiku, asubuhi ushabainishwa kwamba hili halipo, onyesha limefanyika wapi katika Uislamu. Kwa hiyo ni mambo ambayo hayakuwepo, na insha Allah katika khutba nyingine tutakuja kuona yalianzaje. Haya mambo yalianza vipi? Hao mwanzo hao mpaka wakapatikana baadhi ya wanawazuoni wakawa sasa hakuna vibaya. Kwani yalianzaje na leo yakoje? Ndio vile sisi tumesimama katika msimamo ule ule wa kwamba maadamu mambo haya hayakufundishwa na ar-Rasulul Karim sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mambo haya hayakupokewa na maswahaba wala hawakuyafundisha wala hawakuyafanya wala wanafunzi wao wala waliofuatia baada yao, wal muqtadi qa'im, sababu yenye kupelekea hilo ilikuweko kwa sababu ni ibada, lakini hawakufanya. Hakukuwa na kizuizi, hawakufanya. Kuja kufanya baada ya wao kuondoka ni kuzua katika dini. Kwa tutosheka na hilo sisi. Lakini sasa je, yale yaliyotatawari baada ya hapo, kila siku baada ya siku mambo yameongezeka? Kwa sababu wanazuoni wanaeleza, Imam Abu Shama kusoma kauli yake anaeleza kwamba wakati ule mambo haya yalipoanza ilikuwa siku ile ya kufurahikia ile mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilikuwa watu wakitoa sadaka, wakifanya mambo mema, watu wakidhihirisha furaha, miji ikipambwa, watoto wakiogeshwa, wakivaa vizuri, yani kuonyesha kwamba leo ndio siku kazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yalianza hivyo hivyo kama utani tu. Wafanyaje sasa? Watu wapige na mapiano bwana, watu wapige na mafirimbi bwana, watu wacheza kama bongo flavor bwana, watu wacheza bwana ngoma bwana. Mambo yamebadilika kabisa, na wakikuona hivyo umeshughulia mrevi wa kuimba hapo huyo umeshughulia tayari ushatunga. Yani mambo ya kihuni. Yani wewe, yani mtu zakaamua tu pale akaanzisha akaimba nyimbo hii, watu wakacheza pale. Yani ni jambo halijadhibitiwa katika hii dini. Haiwezi kuwa dini hii. Fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu liyawma dina. Lile ambalo wakati huo halikuwa dini haliwezi kuwa dini leo. Na mkitaka kujua kwamba mambo haya hawezi kuwa dini na wala watu wako katika masala ya dini, hiyo ndio ni wale afikiri maulidi yenu ya saa 6 saa 2 usiku saa ngapi, fanyeni afu kila mmoja ashike njende zake bwana, kila mmoja alikuwa hajasema maulidi tu kama vile msikitini kwenda kuswali. Hawaji, mtasema wenyewe sema sasa kwani hapa sisi hatuwezi kukula wale. Hiyo ni shauri yenu, lakini wewe jaribu tu, kwa sababu hata watu awamu ni muslimu wanaona kwamba hii sio dini, twenda tu. Kwa hiyo masala ya kusema kwamba hata mkipinga yasomwa sana tutayasoma sisi, hizo ni lugha za watu waliofeli hasa si darasa la 4 au la 2 wamefeli. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani imesema wazi, imekataza pombe wazi, imekataza shirki wazi, imekataza zina wazi, liwati wazi, kila kitu kimekatazwa wazi. Watu wafanye. Sasa ndio isikatazwe hiyo pombe, ndio isikatazwe tena kwamba msikataze tena pombe bwana. Watu kila siku waongezeka tu, walevi wanaongezeka bwana kila siku. Sasa haya maneno gani? Yatakatazwa hata kama wataongezeka, atabaki mtu mmoja, kila lazima yakatazwe.
lakini mapungua, mafanya vishindu, mapungua, jiangalieni. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, maneno yangu makubwa kabisa si hili peke yake. Jambo lolote la kiibada ambalo wewe waitakidi litakukuweka karibu na Mola wako, wewe angalia mafundisho ya Qur'ani imekujaje na sunna imeeleza vipi, maswahaba wamelipokeaje jambo hili. Qur'ani haikuja 1960 bwana, wala 1940. Qur'ani imeshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawasomea maswahaba, akawafundisha, akawaonyesha kwamba hapa ni hivi, hapa ni vile. Akaondoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika huu ulimwengu, hakuna jambo lolote la kuwakaribisha na kuweka karibu na Mola wao ila aliwabainishia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala hakuna jambo lolote linaloweka mbali na Mola wao ila aliwabainishia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mambo yakanakiliwa, yakaiko katika vitabu, watu wakayapokeza, wakayasomesha, mambo yakaendelea. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سحابير السلف تي في، سحابير السلف تي في، دائما حقي تونكان. وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لا